ili kudai haki kufuatia vifo vya vijana wawili wanaodaiwa kupigwa risasi wakati wa maandamano yanayohusishwa na mpango wa kujenga karantini ya Ebola. Familia hizi sasa zinataka uwajibikaji, huku uchunguzi kuhusu vifo na majeraha yaliyoripotiwa ukiendelea. Familia ya Charles Mwangi mwenye umri wa miaka 27 inaomboleza kifo cha mwana wao ambaye wanamwelezea kama kijana mwenye bidii na mtulivu. Mwangi ambaye alikuwa fundi wa bodaboda anaripotiwa kupigwa risasi na kuuawa katika kituo cha biashara cha Baraka mjini Nanyuki alipokuwa akirejea nyumbani kutoka kazini. Kaweka bike yenye alikuwa naye kwa job, akaniambia dakika chache tu nione rafiki yangu hapa juu. Hiyo ilikuwa kama 6. Kutoka tu hivyo 6:30 ndio nilipigiwa simu nikaambiwa ameshutiwa. Familia nyingine pia inatafuta majibu baada ya mwana wao James Kithinje kupigwa risasi na kujeruhiwa katika eneo la Majengo alipokuwa akicheza mpira wa miguu. Mamake Lydia Waithera anataka uchunguzi wa haraka kuhusu tukio hilo, akisema familia hiyo inahitaji uwajibikaji na haki kwa mwana wao. Mimi naweza taka kujua mambo ya haki ya mtoto wangu. Mtoto wangu hakuwa kwa maandamano, alikuwa akicheza mpira kieni. Serikali ya kaunti ya Laikipia pia imepinga mpango wa kuanzishwa kwa karantini ya Ebola, ikisema ilipata habari kuhusu mpango huo kupitia vyombo vya habari licha ya kutarajiwa kuwa mwenyeji wa kituo hicho. Hii maneno ya hiyo tu kusema tu tuko na hiyo quarantine facility hapa Laikipia, wananchi wetu kama Laikipia, our economy is seriously suffering. Viongozi wa kisiasa nchini wameendelea kuikosoa serikali kuhusiana na kuanzishwa kwa kituo hicho, wakisema kuwa hatua hiyo inaleta hofu na upinzani miongoni mwa wananchi. We join the people of Kenya, the health professionals, in saying no to this Ebola facility in Nanyuki or elsewhere within the territory of the Republic of Kenya. Wabunge pia wameibua maswali kuhusu mradi huo katika kikao cha mchana cha bunge la kitaifa Jumanne, wakitaka maelezo ya kina kuhusu madhumuni na usalama wa kituo hicho. This issue of Ebola in the country, and a lot of issues has been raised about it, quarantine facilities in different parts of the country, but we as a house we don't have clear information or clear information from the executive on how the matter began and what is happening and what is the plan and what is the way forward. Waziri wa Afya Aden Duale sasa anatarajiwa kufika mbele ya bunge la taifa Jumatano ili kutoa maelezo zaidi kuhusu mpango wa kuanzishwa kwa karantini ya Ebola ndani ya kambi ya kijeshi Laikipia. Instructed the majority leader to communicate with the Honorable Duale to be in Parliament not later than 2:30 so that at 2:45 we give him 1 hour. Maandamano hayo yaliacha uharibifu mkubwa katika mji wa Nanyuki, huku biashara kadhaa zikivamiwa na kuharibiwa ikiwemo mahakama ya Nanyuki. Na usafiri